Ndugu zangu, bidhaa bandia zimeendelea kuwa na nafasi kubwa katika biashara ya bidhaa inayovuka mipaka, ikichukua wastani wa asilimia kati ya 2.5 na asilimia 3.3 ya biashara yote ya bidhaa duniani. Hivyo kuna mapato makubwa haramu ambayo hupatikana kupitia biashara hii. Vile vile biashara hii ya bidhaa bandia imeendelea kusababisha athari hasi katika uwekezaji, hususan katika mataifa mengi duniani, kwa kuwa imekuwa ikishindanisha bidhaa bandia na zile ambazo zinazalishwa kihalali, na hivyo kuua soko au kuua wigo wa usambazaji wa bidhaa ambazo zimesajiliwa na zinazalishwa kihalali. Ndugu zangu, katika muktadha huo ni kwamba waliosajiliwa kihalali wanapokumbana na ushindani ambao sio halali kupitia kwa watu ambao wanaforge, wanatengeneza bidhaa bandia, kiwalisia mapato yanashuka, na wakati mwingine pia wengine hupelekea mpaka kufunga biashara zao. Na hiyo ina athari kiuchumi, lakini pia kwa mtu mmoja mmoja, kwa maana nafasi za ajira zinapotea, lakini pia serikali inakosa mapato kupitia biashara hiyo. Ndugu zangu, biashara bidhaa bandia ni kosa la jinai linalokiuka pia mikataba ya kimataifa ambayo inasimamia na taasisi mbalimbali kama vile WTO, ambayo Tanzania ni mwanachama au ni mshiriki kwa hii mikataba. Ndugu zangu, walaji wa Tanzania na ulimwengu kote wanahitaji kupatiwa elimu kuhusiana na athari za bidhaa bandia ili wasiendelee kuzitumia na wasiendelee kuathirika na madhara ya bidhaa hizi. Wazalishaji, mamlaka za serikali, wadau wa maendeleo, wamiliki bunifu za kibiashara, kwa maana brand owners, kwa pamoja wanatakiwa kuunganisha nguvu zao katika udhibiti wa bidhaa bandia ili kuweza kutimiza malengo makuu ya milenia, ikiwa ni pamoja na kupunguza umaskini na kupunguza magonjwa. Ndugu zangu, katika utekelezaji wa jukumu hili muhimu, Tanzania kupitia FCC inafanya udhibiti wa bidhaa bandia kwa mujibu wa sheria ya alama za bidhaa ya mwaka 1963 kama ilivyorekebishwa. Na hii inahusisha kufanya ukaguzi katika maeneo mbalimbali ikiwemo maingilio ya bidhaa bandia kwa maana entry points, bandari na mipaka mingine. Lakini pia tunafanya ukaguzi kwenye bandari kavu, wanaita ICDs. Lakini pia tunafanya ukaguzi za kushtukiza kwenye warehouse au maghala mbalimbali yanayomilikiwa na wafanyabiashara na watu wengine. Ndugu zangu, FCC pia inashirikiana na jumuiya mbalimbali za wafanyabiashara pamoja na wataalamu wa ushuru wa forodha kama vile TAFA, ile chama cha watu wa mizigo bandarini, katika kutoa na kufikisha elimu kwa umma, kwa wadau kuhusu sheria hii na athari mbalimbali wanazopaswa kuzingatia katika shughuli zao ili waepuke kuwa wahanga wa uingizaji bidhaa bandia, na hivyo kupunguza hasara ambayo inaweza kutokea na kufanyaji biashara hiyo ambayo inakiuka misingi ya ushindani.